tunapenda ama tutaitumia platform hii kuweza kuwaelimisha Watanzania. La kwanza kabisa ni biashara ambazo zisizo rasmi na madhara yake. Kumekuwepo na biashara nyingi sana ambazo zinafanyika katika nchi ya China, ambazo zimekuwa zikifanywa na Watanzania ambao wanaishi nchini China, lakini ambazo pia zimekuwa zikifanywa na Watanzania ambao ni wakuja, yani wale wakuja na kuondoka. Na madhara yake yamekuwa sio mazuri, kwa maana yamekuwa kiichafua taswira ya nchi yetu. Sasa Mheshimiwa Rais anapambana sana katika kuhakikisha anaweza anaweka sheria ambazo ni nzuri na madhubuti kwa manufaa ya nchi, katika kuhakikisha kwamba analinda vizazi vya leo na vya kesho. Kwa mfano, kuna biashara za madawa ya kulevya. Biashara za madawa ya kulevya zimekuwa ni biashara ambazo zimekithiri sana katika nchi ya China, lakini zimekuwa zikifanywa na wananchi kutoka katika nchi mbalimbali. Na sisi Tanzania siwezi kuficha kwamba ni miongoni mwa nchi hizo, ama ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikihusishwa na biashara hizi za madawa ya kulevya. Na Watanzania kadhaa wamekuwa wakikamatwa katika biashara hizo za madawa ya kulevya. Kwa mfano, katika kipindi cha mwezi wa 3, nazungumzia kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka tarehe 31, kwa maana ya siku ngapi zilizopita? Siku 6-7 zilizopita. Jumla ya Watanzania 7 wamekamatwa kwa kujihusisha na madawa ya kulevya. Na Watanzania hawa wamekuwa, of course, kutokana na sheria za nchi ya China, wapo katika mikono ya kisheria. Na uchunguzi unaendelea kufanyika, lakini pia hukumu zitatoka. Sheria hizi zimekuwa, ama kesi hizi zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara. Watanzania wengi wamekuwa wakihusishwa na madawa ya kulevya. Sasa kupitia jukwaa hili pia tutalitumia jukwaa hili katika kuwaambia Watanzania wote, lakini pia vijana ambao wamekuwa wakisafiri kutokea Tanzania kuja nchini China, kuweza kuja nchini China kwa shughuli zenye tija, na shughuli ambazo ni rasmi na ambazo zimeruhusiwa kwa sheria za nchi ya China, lakini pia kwa sheria na miongozo ya nchi ya Tanzania. Sasa basi, shughuli hizi zimekithiri, na sisi kupitia platform hii ama kupitia conference hii leo hii, nataka nitoe kama hamasa kwa Watanzania. Ni vizuri kujua kwamba mwenzako anapotoka hapa kwenda nchini China anakwenda kufanya shughuli gani, na hii ni muhimu sana. Lakini pia ni vizuri miongoni mwetu tukawa ni wachungaji wa mwenza, yani kila mmoja akawa ni mchunga wa mwenzake. Nchi ya China wana sheria kali sana za madawa ya kulevya. Watu wengi ambao wamekuwa wakiingia kwenye huo mkenge, madhara yake yamekuwa ni makubwa, na sisi kama viongozi tunapata kesi nyingi sana. Lakini pia ni ushukuru balozi wa Tanzania nchini China kwa kufanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba watu wote ambao wanajiassociate, lakini pia wanakuwa involved kwenye kesi za madawa ya kulevya, wanakuwa mstari wa mbele kufuatilia na kuweza kujua tatizo ni nini. Lakini pia amekuwa akishiriki katika kutoa taarifa kwa ndugu na jamaa na marafiki. Abdallah ndiye katibu mkuu wa Jumuiya ya Watanzania ambao wanaishi nchini China, kwa maana ya Diaspora of Tanzanians in China au DTAG. Sasa leo, ndugu waandishi wa habari, tumewaita kwa ajili ya kuweza kutoa maelezo mafupi ama utambulisho juu ya tukio letu muhimu sana ambalo litafanyika pale nchini China, kwa maana katika mji wa Guangzhou. Tukio hilo kama mnavyoliona hapo kwenye bango nyuma inaitwa Tanzania China Business Forum. Kwa kama ilivyo theme kwamba hii ni forum ya kibiashara ambayo inawakutanisha Watanzania pamoja na Wachina, kwa maana ya wafanyabiashara ambao wapo Tanzania na ambao wanasafiri pengine kuelekea katika nchi ya China, au ambao wanaitumia nchi ya China katika kuendesha maisha yao kwa maana ya biashara kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kuwakutanisha wale wazalishaji ambao mara nyingi wamekuwa wakizalisha bidhaa ambazo tunaziona kwenye masoko yetu ya Tanzania, au pia wale wasambazaji ambao wamekuwa ni wasambazaji wakubwa sana wa bidhaa hizo ambazo zipo katika soko letu la Tanzania. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tumekuwa nao ya muda mrefu baina ya Tanzania pamoja na China, mahusiano ambayo yana zaidi ya miaka 61, tukaona kwamba sio vibaya kama tukiweza kuleta forum ama platform maalum ambayo itakuwa inawakutanisha Watanzania, lakini pia inakutanisha taasisi mbalimbali za kiserikali, lakini pia mashirika pamoja na wadau mbalimbali wa biashara ambao mara nyingi wamekuwa wakichangia kwa asilimia kubwa sana katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa maana China ndio nchi ambayo inaongoza katika kuleta export ama kuimport bidhaa zao ambazo
zinapita katika bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Tanga na bandari za Mtwara. Lakini pia ndio nchi ambayo imekuwa ikisupport kwa asilimia kubwa export ambazo tumekuwa tukizitoa katika nchi yetu ya Tanzania kwenda katika nchi ya China.